Na mtazamaji bwana, baada ya ujumbe ambao alikuwa ameuandika Dudu Baya bwana, finally ni kwamba ameamua baada ya ujumbe ambao aliandika Mwijaku kumhusu Dudu Baya, kile alichokifanya jukwaani bwana, katika usiku wa kuamkia usiku wa show ya Bongo Flava, miaka 30 ya Bongo Flava, ambapo wakongwe katika industry walikuwepo wakiperform pale Mlimani City. Ni kwamba bwana Dudu Baya alivyopanda yeye mwishoni akatukana. Unaona bwana, alitoa kauli za matusi, jambo ambalo Mwijaku alizungumza katika video iliyopita kwamba alitaka kuigarimu Azam. Unaona bwana, kwa sababu Azam of course walikuwa wanarusha kile kipindi live. Sasa matusi yale ukibroadcast inakuwa kama vile unachochea mmonyoko wa maadili, na mwisho wa siku TCRA wanaweza kukufungia kutoa matangazo. Umeona bwana, sasa hicho ni kitu ambacho kimemkuta kisha kuwakuta hata Wasafi baada ya Gigimani kupanda jukwani na kucheza nusu uchi na nini, wakafungiwaga na TCRA, yani ile ni mamlaka ya mawasiliano Tanzania, ili wafungia Wasafi. Sasa hiki alichokifanya Dudu Baya nacho pia ilikuwa ni chupu kiwa cost ya Azam. Sasa basi baada ya hapo ni kwamba Mwijaku bwana amekuja tena na video nyingine akiwa anaelezea swala hilo kwamba Dudu Baya bwana anaonekana kwamba ana matatizo ya akili, akapimwa akili apewe msaada wa kutibiwa. Maana alilofanya bwana alikuwa jambo zuri, kwani show ilikuwa safi, lakini yeye mwishoni akaja kuharibu. Nataka hapo msikilize Mwijaku mwenyewe akielezea hiyo situation. Amshachukua kijiji tuondoke. Mbona inaitwa mambo? Mmoja kushua jana umeionaje kwanza? Sio moja nzuri sana ile Dudu Baya ametuharibia. Dudu Baya? Waende wakampime akili Dudu Baya, ipo sawa. Tumsaidie. Nisikupige, tumsaidie, ipo sawa. So hapa kuna page mbalimbali zimekuja kuripoti. Kwa mfano hapa kuna page wameandika kwamba baada ya show ya wakongwe kwenye miaka 30 ya Bongo Flava, Mwijaku amesema kwamba Dudu Baya bwana akili yake ikapimwe haiko sawa, anahitaji msaada, anatakiwa asaidiwe. So hivyo ndivyo mambo yalivyo bwana. Situation ni ndefu sana, nataka nikuelezee kile ambacho kimetokea pale Mlimani City usiku wa kuamkia leo katika show ya wakongwe wa Bongo Flava katika miaka 30 ya Bongo Flava Tanzania. Na mtazamaji bwana, kama ulikuwa ufahamu kilichotokea bwana, ni kwamba bwana ni habari ambayo ina make headline sana sasa hivi kuhusiana na ile show ambayo ilitokea usiku wa kuamkia leo pale Mlimani City. Naona bwana ni kwamba mambo ni moto kweli kweli huko mtandaoni bwana. Ni kwamba show hii bwana ilikuwa ni show ambayo ni very exclusive na of course ilikuwa ni show ya legendary, yani wale wasanii ambao walikuwa wanafanya vizuri miaka mingi iliyopita, na wengine bado wanafanya vizuri mpaka sasa hivi katika tasnia zao za muziki bwana. Hapa tunawazungumzia kina Feruzi, Juma Nature, wanaume wote, wanaume family na wanaume halisi. Nazungumzia wakina Chege, Chigunda, bila kumsahau Temba na wengine kibao. Umeona bwana, lakini pia vile vile walikuwa wakina Dully Sykes, Mr Blue, yani wasanii wote wale wa zamani, wakina Baba Levo. Kama ulikuwa ufahamu ni kwamba Baba Levo naye pia alikuwaga katika kundi la wanaume halisi huko zamani. Kwa kifupi ni kwamba Bongo Flava bwana ilikuwa inatimiza miaka 30. Yani tokea kuwepo na Bongo Flava Tanzania siku ya jana ndio ilikuwa inatimiza miaka 30, na of course ndio maana wakajumuisha wasanii wote hao wawepo sehemu moja kwa lengo la kuhakikisha kwamba wanapata nafasi ya kufurahia kusherehekea miaka 30 ya Bongo Flava. Kwa hawa bwana ni maveterani, malegendari wa mziki huo wa Bongo Flava walikuwepo Mlimani City kwa ajili ya kuperform, kuonyesha uwezo waliokuwa nao, lakini pia vile vile kuwakumbusha mashabiki moments ambazo zimepita miaka hiyo. Umeona bwana kina Kasimu Mganga, nyimbo kama vile Usiende, nyimbo kama vile Hawena. Umeona bwana nyimbo kama hizo obviously ukizisikiliza bwana zinakukumbusha moments fulani hivi za kipindi fulani huko zamani ukiwa bado mtoto au ukiwa kama kijana. So kwa kifupi bwana ilikuwa ni moment nzuri sana, mpaka Banana Zoro naye pia alikuwepo pale, lakini pia kubwa zaidi alikuwepo Dudu Baya na wengine wengi. Yani kwa kifupi ni kwamba wasanii wa miaka ile wengi sana wapo, ambao walikuwepo, ambao wako ndani ya nchi walikuwepo, ambao wako nje ya nchi tunaona hawakuweza kuhudhuria, wakina Bob Ludala, umeona wale pale walishindwa kuwepo kwa sababu na wenyewe pia ni moja kati ya
malejendari wa mziki wa Bongo Flava, lakini pia waliofariki ndio hivyo, na wenyewe pia watu wamewamisi tu, lakini kuna watu walikuwa wanatamani angekuwepo Mangoya na wasanii wengine wa kitambo hicho, umeona bwana, lakini walikuwepo, walifanya show kali sana. Bwana, show hii bwana ilikuwa imeandaliwa na Madi pamoja na Babu Tale. Yaani Madi na Babu Tale ndio walioamua kutulia, wakaamua kuja na hii idea kwamba bwana, kwa vile Bongo Flava inafikisha miaka 30, basi itakuwa ni jambo zuri la busara iwapo kama wote wasanii wote wa Bongo Flava ambao walikuwa wanafanya vizuri kipindi hicho, basi wajumuike pale Mlimani City kwa ajili ya kufanya show na mashabiki zao. So Madi na Babu Tale ndio ambao wamefanikisha swala hili. Sasa basi of course kuna makampuni mengine kibao makubwa yametia nguvu, wamekuwa kama wadhamini katika show hiyo. Kuna mabenki makubwa kabisa hapa Tanzania walikuwepo pale kwa ajili ya kudhamini, lakini listi ya wasanii bwana ilikuwa very hot. Unaona bwana, hapa nakutajia mtu, kuna baadhi ya wasanii ambao tunawafahamu kwa haraka haraka. Kuna Jocelyn, kuna Sumali, kuna Tunda, kuna Mandojo, huyu ni Domokaya. Mandojo amefariki, Domokaya alikuwepo. Kulikuwa kuna Qchila bwana, kulikuwa kuna moja kati ya marapa ambao wamesumbua sana, Kalapina, na naye pia alikuwepo pale, bila kumsahau Banana Zoro, Kasimu Mganga, Chege Chigunda, Temba, 20% Mwasiti, alikuwepo pia Crazy GK, lakini pia Weusi walikuwepo pale. Tunamzungumzia mtu kama vile alikuwepo kwa upande wa Weusi bwana, alikuwepo Niki wa Pili, alikuwepo Jinako, alikuwepo Lodaizi, Joh Makini I'm not sure kama alikuwepo, lakini Weusi waliperform pia nyimbo zao za kitambo pale. Chidi Benz, kama unajua kwamba Chidi Benz yuko na iconic songs ambazo zinakubalika na zinakumbukwa kwa miaka yote kwenye upande wa Bongo Flava, kama vile Dar es Salaam Stand Up, na nyimbo ambazo ni very iconic. Yani Chidi Benz bwana na nyimbo ambayo anaweza kuperform hata miaka 7 au 10 20 inayokuja, na watu bado ikawagusa. Unaona bwana, kwa Chidi Benz alikuwepo AY, alikuwepo J Mo, bwana, alikuwepo Inspector Harun, alikuwepo Feruze, alikuwepo Keisha, Saida Karoli, Afande Sele, Stara Thomas, Dully Saxi, Mwana FA, bila kumsahau Madi mwenyewe, lakini pia vile vile alikuwepo Fid Q, Mr Blue na Juma Nature. Baba Levo naye pia alikuwepo, bila kumsahau Konki Master, Dudu Baya. So show bwana ilikuwa poa sana. Kwa kifupi ni kwamba show ilikuwa poa, ilikuwa ni moja kati ya moment nzuri sana ambazo zimeshawahi kutokea katika industry ya muziki wa Bongo Flava. Lakini pia vile vile bwana, at the same time kitu kingine ambacho tumekuja kunotice kuhusiana na hii show bwana, kuna mambo mengi sana yametokea. Kwa hiyo hakikisha unazidi kuwa karibu na channel yetu ili tukupe updates zote ambazo zinahusiana na hii show, maana kuna vihoja vingi